Asante sana Ali Kashimiri pamoja na mtazamaji wa Multipolar Vision hapa Clouds TV. Na sasa tuanze kutazama mgogoro wa Urusi pamoja na Ukraine. Mgogoro kati ya Urusi na Ukraine umeingia mwaka wa 4 sasa, ukiendeshwa katika njia mbili sambamba na diplomasia na mapigano ya kijeshi. Mazungumzo yanaendelea bila mafanikio, huku mashambulizi ya kijeshi yakiongezeka kama njia ya shinikizo la misimamo ya mazungumzo. Mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati na usafirishaji yanalenga si tu uwanja wa vita, bali pia kudhoofisha uchumi, maisha ya raia na uwezo wa Ukraine kuendelea na vita kwa muda mrefu. Hali ya uwanja wa mapambano pamoja na shinikizo la kimataifa inaifanya Ukraine kuwa katika nafasi ngumu zaidi ya mazungumzo. Lakini je, Baraza la Amani la Marekani lina msimamo gani katika hili? Utawala wa Marekani ulianzisha Baraza la Amani kama jukwaa jipya la kushughulikia migogoro ya kimataifa, likianzia Gaza. Lengo ni kuonesha uwezo wa kuhamasisha rasilimali na kuunda miundo kwa haraka nje ya mfumo wa Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, mpango huo umekosolewa kwa kupuuza taasisi zilizopo na kwa kuonekana kama jaribio la kuhamasisha udhibiti wa ajenda ya ujenzi wa amani. Changamoto kubwa inabaki kwenye utekelezaji, hasa suala la usalama na utayari wa nchi kuchukua majukumu ya moja kwa moja ya ardhini. Na sasa tugeukie kutazama mgogoro wa magenge ya dawa za kulevya nchini Mexico. Huko nchini Mexico, kuuawa kwa kiongozi mkuu wa genge kubwa la dawa za kulevya kulichochea wimbi kubwa la vurugu. Magenge yalijibu kwa machafuko yaliyopangwa, vizuizi vya barabara, mashambulizi ya biashara na kufunga safari za uchumi. Tukio hili linaonesha kuwa licha ya mafanikio ya kiusalama, uwezo wa magenge kusababisha machafuko bado ni mkubwa sana. Pia limeongeza ushiriki na shinikizo la Marekani katika ajenda ya usalama wa Mexico, huku kukiwa na hofu ya ongezeko jipya la vurugu kutokana na mapambano ya ndani ya magenge. Na tukiweka kando hayo, sasa tutazame Mahakama Kuu ya Marekani na ushuru wa biashara. Mahakama Kuu ya Marekani iliamua kwamba rais hana mamlaka ya kutumia sheria ya dharura ya kiuchumi kutoza ushuru wa forodha. Uamuzi huu unapunguza uwezo wa ikulu kutumia hoja za dharura za kitaifa kama njia ya haraka ya shinikizo la kibiashara. Kimsingi ni pigo kwa wakati wa kutumia ushuru kama silaha ya sera ya kigeni bila idhini ya bunge, na unaweka mipaka wazi zaidi ya mamlaka ya rais katika biashara ya kimataifa. Na hapa mwishoni sasa, wacha tujadili kiasi kuhusu Madagascar na mwelekeo mpya wa sera ya nje. Ziara ya kiongozi mpya wa Madagascar nchini Urusi ni ishara ya mkakati wa kujitanua kidiplomasia baada ya mabadiliko ya madaraka. Serikali mpya inatafuta washirika mbadala ili kuepuka utegemezi wa upande mmoja wa kimataifa. Ushirikiano huo umejikita katika diplomasia, usalama na misaada ya kibinadamu, hasa baada ya majanga ya